Nifanye nini nikiona biashara yangu haina faida lakini mauzo yapo? Biashara haina faida lakini na mauzo. Jambo la kwanza, mtu ambaye anakosea ni wewe. Kwa sababu faida tunaita ni margin profit. Margin profit ni ile utofauti kati ya pesa ulionunulia mzigo ama pesa unayotumia kutengeneza biashara yako ama product na pesa unayoipata utakapouza hiyo product. Kitakachokuwa katikati hapo tunaita profit margin. Kwa mfano umenunua 100, ukaja ukauza 200, alafu umetumia 50 kwenye usafirishaji na kuitunza na mpaka kumfikia mteja. Kwa hiyo kitu kitakachokuwa kimebakia hapo ni shilingi 50. Kwa hiyo unaweza kama umenunua kitu cha kwa 100, lakini mpaka imemfikia mteja umetumia 150 na amekulipa 200. Kwa hiyo profit margin inakuwa ni shilingi 50. Jambo la kwanza ni kuhakikisha unanunua bidhaa yako ama unatengeneza huduma yako kwa bei ya chini sana, kwa maana ya kuipata mpaka kumfikishia mteja hiyo kwa bei ya chini kadri uwezavyo. Jambo la pili, hakikisha unaongeza bei kwenye product unauza. Unaongezaje bei? Ndio kama biashara wote wanauza bei, ongeza thamani. Namna gani unaweza kudeliver hiyo kitu? Kwa mfano, soda watu mtaani wanauza shilingi 500 au 600. Lakini soda ukienda kwenye restaurant ya nyota 3 tu, soda wanauza kuanzia 2000. Ukienda nyota 4 wanauza soda 5000. Nyota 5 huko sasa ndo wanauza soda 7000 hadi 10000. Soda ile ile. Kitu kinachobadilika ni kwamba product ni ile ile, soda ni zile zile, taste unaijua, thamani unaijua, ladha unaijua, kila kitu ni kile kile, hadi chupa utakaopewa ni ile ile. Ila kwa nini huku unauziwa soda bei kubwa, huku kwingine unauziwa soda bei ndogo? Ndio kitu kinakuja sasa, kinaitwa kuongeza thamani ya biashara yako. Thamani gani? Kuanzia kwenye packaging, mazingira unaotoa huduma, jinsi ulivyojiweka wewe mwenyewe. Hii yote inathibitisha namna gani wewe ni bora na wewe una thamani na unastahili kulipwa hiyo pesa. Watu wakifika huku kwenye 5 star hotel wanalipa kabisa vizuri, bei kubwa 8000, 5000, hata wajali kama soda ni 600. Mtu analipa 5000 soda. Ukija mtaani ni 600 hadi 500. Ukienda kule kwao ni 5000. Soda ni ile ile, chupa ni ile ile, kila kitu ni kile kile. Ongeza thamani ya huduma, namna gani unaweza kutoa product ama service. Hii inaongeza thamani ya namna gani watu wanakuvalue na wanaona sasa unastahili kulipwa hela kubwa. Ukifanya hivyo unaweza kuongeza pesa ya product. Ukiongeza pesa product ama mzunguko, trust me, utapata faida.